mazungumzo yetu leo kama alivyozungumza shekhe yatakuwa ni hawar baina an-nabii sallallahu alayhi wasallam wa baina iblis al-la'in naqlan min kitab shajarat al-kawn للشيخ الأكبر محي الدين بن العربي رضي الله عنه. حوار mazungumzo majadiliano baina an-nabii sallallahu alayhi wasallam baina ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa baina iblis al-la'in na baina ya iblis mal'un naqlan. Mazungumzo hayo yameandikwa min kitabi shajaratil kawn, kutoka kwenye kitabu kinachoitwa shajaratil kawn lishaykh al-akbar, cha shekhe mkubwa Muhyiddin ibn al-Arabi. Huyu anaitwa Muhyiddin ibn al-Arabi radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwirabu. Nayo ni hadithi mu'tamad yenye kutegemewa kabisa, haina mushkili wowote, kwa kuwa imepokelewa na mabingwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال, kutoka kwa Muadh bin Jabal, Mwenyezi Mungu amuye radhi, na kutoka kwa Ibn Abbas, Mwenyezi Mungu amuye radhi pamoja na baba yake, kwamba amesema hivi: kunna ma'a rasulillah, tulikuwa pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu, fi baiti rajulin, katika nyumba ya mtu mmoja, min al-ansar, miongoni mwa watu wa Madina. Wameitwa ansar, watu wa Madina, kwa kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu na kwa kumpokea mtume wa Mwenyezi Mungu. Watu wa Makka wakaitwa muhajirin kwa sababu wamehama pamoja na mtume wa Mungu kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Sasa Ibn Abbas radhiyallahu anhu ni mwenye kuaminika, kwa kuwa yeye alipokuwa mdogo mtume akimshika kichwani akisema, Allahumma atihi hikmata wa allimhu ta'wil, Mwenyezi Mungu mpe hikma kijana huyu na umfundishe tafsiri ya Qur'ani. Basi akawa hibru umma au khawaf, akawa ni mwenye ilmu nyingi kabisa, tena kazama katika bahari ya ilmu, kakiutia watu wengi. Ibn Abbas anasema, kunna ma'a rasulillah, tulikuwa pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu, fi baiti rajulin, katika nyumba ya mtu mmoja, min al-ansar, miongoni mwa watu wa Madina, fi jamaa, katika mkusanyiko. Fanada munadi, basi akanadi mwenye kunadi nje ya nyumba, ya ahla al-manzil, enyi watu wa ndani ya nyumba hii, atadhanuna li bidukhul, mnaweza kunipa ruhusa mimi ya kuingia, walakum ilayya haja, ikiwa mimi na haja na nyinyi. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hapo mtume wa Mungu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, ata'lamuna man almunadi, hivi mnamjua ni nani anayenadi hapo nje? Faqalu, jamaa wote wakasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mjumbe wake wanamjua zaidi, kwa kuwa huwezi kuikontrol sauti ya mtu bila ya kuwa na mazoea naye.
Sasa jamaa waliokusanyika pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam hawana mazoea na kiumbe huyo anayenadi hapo nje, kwa hiyo wameshindwa kuifahamu sauti yake na kuweza kubayin, kujua huyo anayenadi ni nani. Jibu lao wakasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mjumbe wake wanamjua zaidi. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hadha iblis al-la'in, huyo anayenadi hapo nje ni Iblis mal'un, la'anahu Allah ta'ala, ni yule ambaye amemlaani Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kukataa kumsujudia Adam. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, akasema Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Mwenyezi Mungu amuye radhi, atadhanu li ya Rasulullah an aqtula, unaweza kunipa ruhusa mimi ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu nende nikamuue? Kishafikia kwamba huyo ni Iblis mal'un, sasa anataka ruhusa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ende akamuue. Upuuzi wa kupotezana uishilie mbali. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumjibu Sayyidina Umar, mahla ya Umar, tulizana poa ewe Umar, ama alimta annahu min al-munzarin ila yawm al-waqt al-ma'lum, hivi hujajua tu kwamba huyo atakuwa hai tu mpaka siku iliyopangiwa wakati maalum? Yani yaumul jazaa, siku maalumu hapa ni siku ya malipo. Ibilisi atakuwa hai mpaka siku ya malipo. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Sayyidina Umar atulie, asifikirie kabisa kitendo cha kumuua Ibilisi, kwa sababu yeye imekwisha thibiti kwamba atakuwa hai tu mpaka siku ya malipo. Sasa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaongeza kusema, walakin iftahu lahu albab, lakini mfungulieni mlango, fa innahu ma'mur, kwani hakika huyo amekwisha amrishwa afike hapa. Wasma'u minhu ma yaqulu, na myasikilize kwa makini yale atakayokuja kuyasema. Thumma fahamu anhu ma yuhadithukum, kisha myafahamu barabara yale ambayo atakuwa anakuhadithieni akishafika. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ibn Abbas Mungu amuiradhi na mzazi wake anasema, fafutiha lahu albab, akafunguliwa mlango, fadakhala alaina, akaingia pale tulipo. Yani Iblisi la'natullahi alayhi akafunguliwa mlango akaingia pale walipo. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko na jamaa, fa idha huwa shaykhun a'wa, basi mara tukamkuta yeye ni mzee ana chongo macho yake. Huo ni wasfu wa Ibilisi, umbile lake kamili la'natullahi alayhi, ni mzee sana, macho yake yana chongo. Wa fi lihyatihi, na katika kidevu chake 7 sha'aratin, kuna nywele 7 tu ndefu. Wewe ukimwona unajua tu huyu Ibilisi. Wa ainahu, na macho yake mashquqatani bituli, yamefasuliwa kwa urefu.
wa ra'suhu, na kichwa chake karasil fili alkabir, kama kichwa cha tembo mkubwa. Wa anyabuhu kharija, na meno yake yametokeza nje, ka anyabil khinzir, kama meno ya nguruwe. Wa shafatahu, na midomo yake kashafatai saw, kama midomo ya ng'ombe dume. Nadhani hapo Muislamu unamwona Ibilisi jinsi alivyoumbwa kwa jicho la fikra. Ni mzee, macho yake yana chongo, kidevuni kwake kuna nywele 7 tu, kichwa chake kikubwa kama tembo mkubwa, macho yake yamepasuliwa kwa urefu, meno yake yametokeza nje kama nguruwe, midomo yake imeumbwa kama midomo ya ng'ombe dume. Hapo Ibilisi ushamuona kwa jicho la fikra. Faqala assalamu alayka ya Muhammad, Ibilisi alipoingia akasema amani ya Mwenyezi Mungu ikushukie ewe Muhammad, yani anampigia salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaykum ya jama'at almuslimin, amani ya Mwenyezi Mungu ikufikieni enyi jamaa wa Kiislamu mliokusanyika hapa. Anawapigia salamu waislamu waliokusanyika na Mtume sallallahu alayhi wasallam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema assalamu lillahi ya la'in, amani ni ya Mwenyezi Mungu mal'uni mkubwa wewe. Qad sami'tu hajati kama hiya, nimesikia haja yako kwamba una haja hapa. Ni ipi haja yako? Zungumza haraka usije ukampotosha mtu. Faqala al-la'in, Ibilisi mal'uni akasema ya Muhammad ma jituka ikhtiyara, ewe Muhammad mimi sikukujia kwa khiari yangu, walakin jituka idiraran, lakini nimekujia kimatatizo. Fasalahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamuuliza Ibilisi, wama alladhi adtarraka ya la'inu, na jambo gani limekutatiza ewe mal'uni mpaka ufike mahala patakatifu hapa? Mahala popote akikaa mjumbe wa Mwenyezi Mungu ni mahala patakatifu, na mahala popote wakikaa masahaba wa Mtume wa Mwenyezi Mungu ni mahala patakatifu. Wama alladhi adtarraka ya la'in, jambo gani limekutatiza mal'uni we mpaka ufike mahala patakatifu hapa? Faqala al-la'in, mal'uni Ibilisi akajibu, kumjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema atani malakun, amenijia mmoja katika malaika, min indi rabbil izza, kutoka kwa Mola mwenye utukufu. Faqala li, akanambia mimi malaika huyo, inna Allaha ta'ala ya'muruka, hakika ya Mwenyezi Mungu mtukufu anakupa amri, anakuamrisha an ta'tiya li Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, umwende bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa anta dhalilun mutawadhi', na hali ya kuwa wewe ni dhalili tena mwenye kunyenyekea mbele yake. Wa tukhbiruhu, na ukampe habari, kaifa makrika bibani adam, jinsi gani unawafanyia vitimbi wanadamu mpaka wanapotea. Wa kaifa aghwa'uka lahum, na jinsi gani unawadanganya binadamu mpaka wanapotoka, ukamhabarishe Mtume. Wa tusaddiquhu, na umwambie ukweli mtupu, fi ayi shay'in yas'aluka, katika jambo lolote atakalokuuliza. Fawa'izzati, basi naapa kwa nguvu zangu mimi Mungu, wa jalali, na utukufu wangu, la in kadhabtahu bikidbatin wahida, kama utamwongopea uongo mmoja tu, wala mtusaddiquhu, na usimwambie ukweli, la aj'altuka ramadan tadhruhu riyah, nitakugeuza jivu ambalo litapeperushwa na upepo.
wala ashmatanna bika al-a'da, na bila shaka nitawapa furaha kubwa maadui zako. Naam, maadui wa ibilisi ni Waislamu. Na ukiangalia kwenye Qur'ani utaona si Waislamu tu, bali watu wote duniani ibilisi ni adui yao, kwa kuwa Mwenyezi Mungu anasema inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin, hakika ya ibilisi kwa mwanadamu ni adui aliyedhahiri kabisa, hajifichi. wala ashmatanna bika al-a'da, na nitawapa furaha kubwa maadui zako. Ibilisi akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, waqad ji'tuka ya Muhammadu kama umirtu, na nimekujia Muhammadi, bila shaka nimekujia kama nilivyoamrishwa. Fas'al amma shi'ta, basi uliza unachotaka. Fa in lam usaddiquka, kama sijakwambia ukweli, bima sa'altani anhu, katika jambo ambalo utakaloniuliza, shammat bi al-a'da, maadui zangu watapata furaha. Wama shay'un as'aba min shamatati al-a'da, na hakuna kitu kilichokuwa kigumu kizito ambacho mimi sikipendi kuliko maadui zangu kupata furaha. Ibilisi anasema. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, basi akasema mtume wa Mungu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, in kunta sadiqa, ikiwa wewe ibilisi ni mkweli, fa akhbirni man abghadu an-nasi ilayk, nipe habari mimi ni nani katika watu unayemchukia zaidi. Kasema ikiwa wewe ibilisi ni mkweli, maana ibilisi hana tabia ya ukweli. In kunta sadiqa, ikiwa wewe ibilisi ni mkweli, fa akhbirni man abghadu an-nasi ilayk, nipe habari mimi ni nani katika watu unamchukia zaidi. Faqala al-la'in, ibilisi mal'uni akasema, anta ya Muhammad, wewe ewe Muhammadi, abghadhu khalqi llahi ilayya, na kuchukia kuliko viumbe wa Mwenyezi Mungu wote. Naam, kaambiwa aseme ukweli, asiposema ukweli atageuzwa jivu ambalo litapeperushwa na upepo. Mtume anamuuliza ni nani katika unaowachukia, ni nani katika watu unayemchukia zaidi? Anamwambia anta ya Muhammad, wewe ewe Muhammadin, abghadhu khalqi llahi ilayya, na kuchukia kuliko viumbe wa Mungu wote. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume wa Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani, madha tabghadu aidha, nini unachukia kingine? Ibilisi akasema, faqala Iblis, akasema Iblis alayhi al-la'na, wa man huwa ala mithlik, na yule mwenye kujifananisha na wewe kidasturi pia ninamchukia. Yani mtu yoyote atakayejifananisha na mtume sallallahu alayhi wasallam, basi Ibilisi anamchukia. Na ndugu yangu Muislamu, lazima uelewe kwamba hawa wanaochukiwa na Ibilisi ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu. Kipenzi cha kwanza cha Mwenyezi Mungu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa pili mtu mwenye kujifananisha na mtume. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa dhu akhlaqin hamida, mwenye tabia njema, mwenye tabia nzuri. Taqiyun, alikuwa mcha Mungu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yabghadhu al-ma'asi,
anayachukia maasi mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huyu ndio kipenzi cha kwanza cha Mwenyezi Mungu. Kisha mwenye kujifananisha na dasturi yake, na mtume anasema la yu'minu ahadukum hatta an yakuna hawahu tab'an lima jitu bi, haiwezi kukamilika imani ya mmoja wenu mpaka matamanio yake yawe yanafanana au yanafatana na yale ambayo nilokuja nayo mie. Sasa mtume kaja na maamrisho ya kheri na kakataza shari isifanyike. Basi ukijifananisha na mtume ujue ibilisi anakuchukia na Mwenyezi Mungu anakupenda. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, akasema mtume صلى الله عليه وسلم, thumma man, kisha mwingine nani unayemchukia? Anamuuliza Ibilisi. Ibilisi akasema shabun taqi alladhi wahaba nafsahu lillahi ta'ala, shabun taqi alladhi wahaba nafsahu lillahi ta'ala. Ibilisi anasema anamchukia kijana mwenye kumcha Mwenyezi Mungu ambaye nafsi yake kaitoa kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu, liwalo na liwe, lakini yeye ataendeleza dini ya Mungu. Shabun taqi. Sio umeona sasa umeishiwa kila kitu tena ndo Allahu akbar. Utapata kweli, utapata kweli, lakini si sawa sawa na yule kijana. Natakiwa wakati ule wewe una uwezo wa kila jambo. Hapo ndipo utakapopata fadhila zaidi kama utamhofu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Shabun taqi, kijana mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, alladhi wahaba nafsahu lillahi ta'ala, ambaye ameitoa nafsi yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu, kufa kupona, lakini dini ya Mungu ataiendeleza. Basi huyu anachukiwa na Ibilisi, Mwenyezi Mungu anampenda. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza Ibilisi, thumma man, kisha mwingine nani unamchukia? Faqala al-la'in, akajibu akasema mal'uni Ibilisi, man yadumu ala tahara, mtu mwenye kudumu kwenye udhu, kila wakati yeye yuko tahara tu, basi Ibilisi anamchukia. Manake anakosa jinsi ya kumuingia mtu yule. Ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu mtu tahara, kila wakati ana udhu tu. Na Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu akbar. Hakika ya Mwenyezi Mungu anawapenda watu wenye kutubia na anawapenda watu wenye kujitwaharisha. Vipenzi vya Mwenyezi Mungu lazima Ibilisi avichukie. Na ndiyo maana mtu wakati anaposoma Qur'ani akaona aya inazungumzia habari ya kusujudi, basi akaleta sijida pale, sijida tilawa, basi Ibilisi anapiga kelele, anasema umirtu bisujudi fa abaitu khasaratan li, nimeamrishwa kusujudi mie nikakataa, hasara iliyoje juu yangu. Ibilisi analia. Kwa hiyo mtu kujiweka katika hali tahara ni kitendo ambacho kinamkasirisha Ibilisi, kinampendeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema tena mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma man, kisha mwingine nani unayemchukia? Akasema alimun wara'u araftu annahu sabur, mwana wa chuoni mpole ambaye ninamjua hakika kuwa mwana wa chuoni huyu anayosubira, basi ninamchukia.
mwanawachuoni mpole ambaye anasubiri kila mitihani inayomkuta, anasubiri. Muislamu, elewa katika neno ilmu kuna harfu tatu: kuna ain, kuna lam na kuna mim. Basi ain ni illiyun. Kila mwenye ilmu ahakikishe kuwa jina lake limeandikwa katika daftari la waja wa Mungu wema. Illiyun linaitwa daftari hilo. Lamu ni lutfin. Mwanachuoni lazima awe na upole. Mwenyezi Mungu anampa upole mwanachuoni. Naam. Na ile mimu ni mulkun, anakuwa na ufalme, ni mfalme mwanachuoni. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-ulama warathatul anbiya, wanawachuoni ni warithini wa mitume. Basi kama umerithi ilmu ya manabii, basi lazima urithi na tabia zao. Ndipo utakapokuwa mwanawachuoni mwema ambaye unayechukiwa na Ibilisi, unapendwa na Mwenyezi Mungu. Waislamu, mitume wengapi alayhimus salatu wassalam walipokuwa wanatangaza dini ya Mwenyezi Mungu wakawa wanapigwa mawe, basi wanashika vichwa vyao mahala palipopasuka kwa hayo mawe, hali ya kuwa wanasema Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Akipigwa jiwe mtume wa Mungu anasema Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Mwenyezi Mungu wasamehe watu wangu hawa, hakika hawajui chochote tu hawa. Wangejua umuhimu wa hii dini ya Kiislamu wasingenipiga mawe hawa, kwa sababu ni faida yao wenyewe. Kumwabudu Mwenyezi Mungu ni faida yao wenyewe. Kama wangejua umuhimu wake, basi wasingekuwa wananipiga mawe. Hawajui hawa. Mwenyezi Mungu wasamehe na waongoze. Sasa mwanawachuoni kwa kuwa kabeba ilmu, basi abebe vile vile akhlaqul anbiya, tabia za mitume alayhimus salatu wassalam. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza Ibilisi, thumma man, kisha mwingine nani unamchukia Ibilisi? Ibilisi akasema faqirun sabur, maskini mwenye subira, alladhi lam yasif faqrahu li ahad, idha lam yasif faqrahu li ahad, kama hasimuli umaskini wake kwa mtu mwingine yoyote. Walam yamsik dharra, na kila anapopewa mitihani au matatizo basi anakuwa hajali, anajiona yuko katika hali ya kawaida tu, basi huyo ninamchukia. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, wama yudrika annahu sabur, na kitu gani kitakujulisha Ibilisi mpaka umjue kwamba maskini huyu anayosubira? Faqala al-la'in, akasema mal'uni Ibilisi, idha shaka dharrahu li makhluqin mithlihi 3 ayyam lam yaktub Allahu lahu 'amala as-sabirin. Anapokwenda kunungunika, kushtakia haja zake kwa kiumbe kama yeye muda wa siku 3, basi Mwenyezi Mungu anakuwa hamwandiki thawabu za wenye subira, basi mnampata mie. Ibilisi anasema. Uislamu, almas'ulu huwa Allah, mwenye kuombwa hasa ni Mwenyezi Mungu tu subhanahu wa ta'ala. Usijidhalilishe kwa kiumbe aliyeumbwa kama wewe.
ambaye Mwenyezi Mungu kama anataka kuizuia riziki yake isikufikie, yeye hawezi kukusogezea, na kama ametaka ikufikie, yeye hawezi kuzuia. Ni katika makosa makubwa kujidhalilisha mtu kwa kiumbe mwenzie. Na mara nyingi sana matajiri au watu wenye hali nzuri ya kimaisha kuwafanyia kibri maskini au kuwadhalilisha au kuwadharau ni katika makosa, kwani umaskini ni kitu kikubwa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaomba, anasema Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahshurni fi zumrati almasakin. Mwenyezi Mungu niweke hai hali ya kuwa mimi ni maskini, nihuishe hali ya kuwa ni maskini, na unifishe hali ya kuwa mimi ni maskini, yani uniue katika umaskini, na unifufue katika kundi la maskini siku ya kiyama. Kazingatia nini Mtume? Kazingatia aya ya Qur'ani inayosema thumma la tusaluna yawma idhin 'anil nar, kisha mtaulizwa siku ya kiyama kuhusu neema mlizopewa, mlizitumia vipi. Tajiri lazima uzingatie kudsi. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema ya Musa, anamteremshia wahi Nabii Musa ibn Amran alayhi salam, ya Musa, ewe Musa, man takabbara ala masakini, yeyote atakayewafanyia kibri maskini wangu kwa kuwadhalilisha, hashartuhu yawma alqiyamati ala hay'ati dharra, nitamfufua siku ya kiyama katika umbile la sisimizi, yatauhu nnasu biaqdamihim, watakuwa wanamponda watu kwa nyayo zao. Hii ni hadithul qudsi, maneno matakatifu ya Mwenyezi Mungu ambayo yakishuka zamani kwa mitume waliotangulia. Ya Musa, ewe Musa, Mwenyezi Mungu anamwambia nabii wake Musa alayhi salam, innahu, hakika ya huu wahi nao kuteremshia na kufahamisha kwamba man takabbara ala masakini, yeyote atakayefanya kibri juu ya maskini wangu, basi Mungu anasema hasatuhu yawma alqiyamati ala hay'ati dharra, nitamfufua siku ya kiyama katika umbile la sisimizi, yatauhu nnasu biaqdamihim, watamponda ponda watu kwa nyayo zao. Sasa siku ya malipo Waislamu ni siku ambayo inatisha. Yauma takunu samau kalmuhl, siku hiyo mbingu itakuwa kama shaba imeyayushwa. Watakunu aljibalu kal'ihn, na milima itakuwa kama sufi zinapeperuka. Wala yasalu hamimun hamima yubassarunahu, wala mtu hatomuuliza mpenzi wake japo watakuwa wamefanywa wanaonana ana kwa ana. Sasa wewe ufufuliwe katika hali yani katika umbile la sisimizi, utakuwa katika hali gani Muislamu? Inatisha mno. Allahu akbar. Kwa hivyo Waislamu, umaskini ni kitu kikubwa chenye faida kubwa. Mwenyezi Mungu kuna neema tatu kubwa kubwa, akimpa mja wake basi kampa mtihani. Neema ya kwanza ilmu, neema ya pili ni mali, na neema ya tatu ni ufakiri. Hizi zote neema. Atakapokuneemesha Mwenyezi Mungu moja katika neema hizi tatu, basi ujue kakutia katika mtihani, na si wengi wanaofaulu. Kwa ushahidi wa aya ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema wa qalilun min ibadi yashkur, kidogo sana katika waja wangu wanaonishukuru. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipata kitu cha kumfurahisha anasema alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat,
sifa zote njema zinastahiki kwa Mwenyezi Mungu ambaye kwa neema zake hutimia mambo mema, na akipata jambo linalomkera basi anasema alhamdulillahi ala kulli hal. Sifa zote njema zinastahiki kwa Mwenyezi Mungu juu ya kila hali. Na laiti ingekuwa Mwenyezi Mungu anayemshauri, basi mitume wangekuwa washauri wake, na kama wangekuwa washauri mitume wa Mwenyezi Mungu, basi wasingetaka mtu kafiri apate riziki. Ushahidi tunapata katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu aliombwa na Nabii Ibrahim. Waislamu tuko katika fakirun saburi, huyu maskini mwenye subira, huyu ambaye anachukiwa na Ibilisi alayhi laana, na ambaye anapendwa na Mwenyezi Mungu, maskini mwenye subira. Mwenyezi Mungu aliombwa na Nabii Ibrahim wakati Nabii Ibrahim yuko Makka. Nabii Ibrahim akasema, Rabbi ja'al hadha albalada amina, Mola wangu jaalia mji huu wa Makka uwe na amani. Na ni kweli mji wa Makka una amani. Warzuq ahlahu min athamarat, na waruzuku watu wa mji huu wa Makka matunda, neema za kila namna, waruzuku. Minhum man amana billahi wal yawmil akhir, katika wale wanaomwamini Mungu na siku ya mwisho ndo wapate neema hizo. Basi haikuchukua muda mrefu Mwenyezi Mungu akamjibu, wa man kafara, na mwenye kukufuru vile vile saumati'uhu qalila, nitamstarehesha kidogo. Maana Nabii Ibrahim anataka makafiri wasipate, ili mradi wapate kusilimu. Ya'tarif, anajijulisha mbele ya Mwenyezi Mungu ucha Mungu wake Nabii Ibrahim, na jinsi anavyopendelea watu wamwabudu Mwenyezi Mungu kwa wingi. Basi anasema minhum man amana billahi wal yawmil akhir, wale tu wanaoamini Mungu na siku ya mwisho. Mwenyezi Mungu akamjibu, wa man kafara, na mwenye kukufuru saumati'uhu qalila, nitamstarehesha kidogo hapa duniani, thumma adharuhu ila adhabin nar, kisha nitamtupa katika adhabu ya moto. Wa bi'sal masir, na ni mahala pabaya pa kuishi kiumbe, pa kufikia kiumbe. Waislamu, ufakiri una faida. Asingeomba Nabii Ibrahima neema iwafikie Waislamu, ufakiri uwafikie wale watu wasiokuwa Waislamu, ni kwa sababu kajua wataslimu. Mara nyingi wengi katika watu wanamjua Mungu katika matatizo. Kwa hiyo fakirun sabur, maskini mwenye subira, anachukiwa na Ibilisi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Ibilisi, thumma man, kisha mwingine nani unamchukia wewe Ibilisi? Faqala al-la'in, Ibilisi mal'uni akasema kumjibu Mtume, ghaniyun shakir, tajiri mwenye shukrani ninamchukia. Mtume akamuuliza, wama yudrika annahu shakur, utamjuaje tajiri huyu anayo shukrani? Akasema, naam, idha ra'aituhu ya'khudhu min hillihi wa yad'uhu fi mahallihi, nitakapomwona anazichuma zile mali kwa njia za halali na anazitumia kwa njia za halali, basi ninamjua tajiri huyu anayo shukrani, ninamchukia. Naam, yoyote mwenye kuzichuma mali zake kwa njia za halali na akazitumia kwa njia za halali, basi Ibilisi anamchukia na anapendwa na Mwenyezi Mungu. Na wale wenye kutumia mali zao kwa njia za haramu ndo ndugu zake shaitani, kwa ushahidi wa Qur'an.
Mwenyezi Mungu anasema innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura. Innal mubadhirina, hakika ya wale wenye kutumia mali zao kwa njia za haramu, kanu ikhwana shayatin, hao ni ndugu zake shaitani. Wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura, na ibilisi amekushakanusha kwa Mola wake. Basi mtu yoyote mwenye kutumia mali zake kwa njia za haramu ni ndugu ya shaitani. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza Ibilisi, kaifa yakunu haluka idha qamat ummati ila salah, inakuwa vipi hali yako umati wangu unaposimama katika sala? Umati wangu unaposali wewe unajisikia vipi? Faqala al-la'in, Ibilisi mal'uni akasema, ya Muhammad talhaqni al-humma wal-ra'da, ewe Muhammad inanipata homa mimi na mtetemeko kama mtu aliyopigwa na baridi. Yani watu wakiwa wanasali, basi Ibilisi yeye anapata homa na anatetemeka kama mtu aliyopigwa na baridi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, walima dhalika ya la'in, na kwa nini uwe katika hali kama hiyo mal'uni mkubwa we? Iblis mal'un mawsufun bil-la'in. Iblisi hapa kasifiwa kwamba yeye ni mal'uni. Hiyo mal'uni ni sifa yake, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposifiwa na Mwenyezi Mungu kwamba wa innaka la ala khuluqin adhim. Allah, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa innaka la ala khuluqin adhim, na hakika yako wewe Muhammad una tabia njema kabisa. Mwenyezi Mungu aliyeumba kila kitu anamsifu hivyo. Basi na Ibilisi na yeye anasifiwa kuwa ni mal'uni, sifa yake. Na sasa wakatokea mabingwa tena baada ya kuona aya katika Qur'ani anasifiwa Mtume, basi wengine tena ndo wakatunga mashairi tena wakati wa uhai wa Mtume. Sikwambii mashairi waliotunga akina Jaafar as-Sadiq na wengine, mashairi yametungwa wakati Mtume yuko hai na wamemsifu mbele ya macho yake. Kama mmoja anaitwa Hasan bin Thabit alisema, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talid an-nisaa, khuliqta mubarra'a min kulli aibin kaannaka qad khuliqta kama tasha'u. Tumsalie Mtume. Bwana mkubwa Hasan bin Thabit radiyallahu anhu anamsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, anamwambia wa ahsanu minka lam tara qattu aini, mzuri kuliko wewe jicho langu halijapata kumuona. Yani kila nikiangalia sijamwona mzuri kama wewe. Haya, wewe unayesema kwamba kumsifu mwanamume mwenzio uzuri haifai, huyu Hasan bin Thabit anamsifu Mtume mbele ya macho yake. Je, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, mzuri kuliko wewe jicho langu halijapata kumuona. Mtume yuko mbele ya macho yake. Wa ajmalu minka lam talid an-nisaa, na mbora uliye mwema uliye mzuri zaidi kuliko wewe hajawahi kupata kuzaliwa na mwanamke yoyote. Khuliqta mubarra'a min kulli aibin, umeumbwa msafi, umetakasika kutokana na kila kasoro, huna aibu yoyote. Kaannaka qad khuliqta kama tasha'u, kama vile ulikaa na Mungu ukaona mwambia niumbe namna hii na manake kama umeumbwa vile unavyotaka wewe. Hasan bin Thabit radiyallahu anhu, wewe unasema kumsifu mwanamume mwenzio ni katika mambo ya ujinga. Sasa huyu Hasan bin Thabit anamsifu Mtume mbele ya macho yake, kwa nini asimkataze? Allahu akbar. Basi Mtume kasifiwa na Mwenyezi Mungu na mabingwa wakubwa wamemsifu Mtume mpaka wamepata daraja kubwa kubwa kabisa. Na ukitaka uwe karibu na Mwenyezi Mungu zaidi, basi mtakie rehema sana Mtume.
sallallahu alayhi wasallam, na umsifu sana mtume wa Mungu. Sasa ibilisi sifa yake waislamu ni mal'uni. Ana sifa nyingi, lakini sasa hatuna wasaa wa kuzichambua. Zingine ukisikia unaweza kukimbia, maanake hata hao watoto wake yeye anazalia nyuma, maana mal'uni habari kubwa kabisa. Sifa zake chafu chafu tu, watoto wake ibilisi anazalia nyuma, na hawa watoto wanaozalia nyuma hawa ndo wanawafata watu katika swala. Wewe ukishatamka tu takbiratul ihram, Allahu akbar, basi ujue umezungukwa na maibilisi wanne. Mbele una mmoja, nyuma mmoja, kulia mmoja, kushoto mmoja, wanakutia tashwishi za aina mbalimbali ili mradi upate kuharibu swala yako. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Kaifa yakunu haluka idha qamat ummati ila salati, mtume anamuuliza ibilisi, hali yako inakuwa vipi wewe umati wangu wanaposimama katika sala? Ibilisi akamjibu mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Muhammadu talhaqni alhumma warra'da, Muhammadi, inanipata homa mimi na mtetemeko kama mtu aliyopigwa na baridi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, walima dhalika ya la'i, na kwa nini uwe katika hali kama hiyo mal'uni mkubwa wewe? Basi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuuliza hivyo, ibilisi akasema, innal abda idha sajada lillahi rafa'ahu daraja, hakika ya mja anapomsujudia Mwenyezi Mungu tu basi humnyanyua daraja. Sasa ile daraja ambayo ananyanyuliwa mja kwa kusujudi ndiyo inayomkera ibilisi ajisikie kama ana homa na mtetemeko. Hii ni hasada ya ibilisi, kwa sababu yeye amekushalaaniwa na amekushatolewa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Basi mtu anapojihusisha katika rehema za Mwenyezi Mungu lazima yeye roho yake imuume, na lazima ataingiwa na homa na mtetemeko. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, wa idha samu, na wanapofunga kama vile Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanapofunga, umati wangu unapofunga Ramadhani, wewe unajisikia vipi? Ibilisi akasema, akunu muqayyadan hatta yuftiru, na kuwa nimefungwa katika viguzo mpaka wanapofuturu ndo ninafunguliwa mimi. Ndio maana utawakuta watu mwezi wa Ramadhani midomo imekauka, na ukimchokoza katika jambo lolote la maasi anakwambia, inni saimun akhafu an ubtila saumi, hakika mimi nimefunga bwana, naogopa nisije nikabatilisha saumu yangu. Basi wewe ngoja wakati wa kufuturu, wakishamaliza kufuturu tupitia vichochoroni, utamkuta tu mambo na basi jibu la mwanamke anasema, wewe huoni mwezi mtukufu? Na haya si matukufu vile vile, yani zina tukufu. Wal iyadhu billahi min dhalik, wal iyadhu billahi min aljahl. Mwenyezi Mungu atulinde na ujinga huo. Mtume anasema, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, hawezi kuzini mzinifu wakati ule anapozini akawa Muislamu. Wewe unakwenda kusema kwamba zina ni utukufu? Allahu akbar. Mzinifu wakati ule anapozini anakuwa si Muislamu Waislamu. Na mtume anasema, yukhla'u al-imanu min qalbihi, inavuliwa imani katika moyo wake, kama yukhla'u al-qamisu min badanihi, kama inavuliwa kanzu katika kiwiliwili chake. Sasa vipi zina itakuwa utukufu? Wal iyadhu billahi min aljahl. Mwenyezi Mungu atulinde na ujinga. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, wa idha qara'u alqur'ana, wanapoisoma Qur'ani unajisikia vipi ibilisi? Ibilisi akasema, adhubu kama yadhubu risasu ala an-nar, na yayuka mimi kama risasi inavyoyayuka kwenye moto.
unapoisoma Qur'ani Muislamu, basi ibilisi anayayuka kama risasi inavyoyayuka kwenye moto. Lakini ipime tu risasi, ukishaiweka kwenye moto ikishayayuka, ukishaitoa ukiweka kwenye ubaridi kidogo tu, unaikuta vipi? Imeganda kama kawaida. Kwa hivyo ukiisoma sana Qur'ani ndipo unapomtenza nguvu zaidi ibilisi. Ukiacha tukarudia mzima kama vile anakushawishi. Laiti kama tungekuwa tunajua, tungekuwa tunasoma sana Qur'ani ya Mwenyezi Mungu. Lakini watu wananunua maredio makubwa makubwa cassette, hawataki kurekodi maneno ya Mwenyezi Mungu kusikiliza, wanasikiliza muziki ambayo haisaidi chochote. Matokeo yake kanunua gazeti, kaona mahala pameandikwa Bob Marley is dead, basi analia na yeye, anamlilia Bob Marley. Bob Marley atakusaidia nini wewe? Lake halijui. Allahu akbar. Waislamu hasara hii. Yuko mtu mmoja anatangaza kabisa mbele ya wanaume wenzie, anasema niliposikia kwamba Bob Marley is dead, siku 3 nilikuwa sijala. Hajala kwa sababu kafa Bob Marley, maana nyimbo zake zinamathiri. Allahu akbar. Hataki kuathiriwa kwa Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ambayo ni maneno matakatifu, yamemfanya Sayyidina Umar aslimu. Lakini habari hiyo ndefu, hatuna wasaa. Akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza ibilisi, wa idha hajju, na wanapokwenda kuhiji Maka unajisikia vipi wewe ibilisi? Umati wangu wanapokwenda kuhiji Maka unajisikia vipi? Akasema akunu majnuna, na kuwa mwenda wazimu hasa. Nini kinampa wazimu ibilisi? Naam, kwa sababu mtu anapokwenda kuhiji Maka, ile siku anayorudi basi inakuwa kayaumi alladhi waladathu ummuhu, hana dhambi hata moja, maghfuran, kasamehewa. Kayaumi alladhi waladathu ummuhu, inakuwa kama ile siku ambayo katoka katika tumbo la mama yake, ndo kwanza anazaliwa. Lakini ile hija tafsiri yake iwe hija mabrura, yani hija iliyotakabaliwa, hija safi. Na huwezi kuipata hija safi ila uwe na mambo mawili. Kwanza, uende kule hija hali ya kuwa unakwenda kwa ajili ya Mungu, na jambo la pili, kile unachoendea, maana Mungu anasema man istataa ilaihi sabila. Nguzo hii ya hija ni ya wenye uwezo wa kwendea. Sasa kile unachokwendea kule kiwe kimetokana na uhalali, sio umedhulumu watu na kwenda kuhiji kule basi iwe hija yako maburura. La, hayo maburura. Basi kama hija maburura, Mtume anasema mtu yule anaporudi anakuwa maghfuran, amekushasameheka dhambi zake. Kayaumi alladhi waladathu ummuhu, kama ndo siku ile ambayo anatoka katika tumbo la mama yake anazaliwa. Bwana Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi, wallahi akitajwa Mtume utaona raha kabisa. Naam, Mtume wa Mungu alayhi salatu wassalam, muombezi wa sote sisi. Basi akitajwa inafaa ujisikie raha. Akitajwa Mtume basi jisikie raha kama vile ndio unaingia peponi. Mtume wa Mungu alayhi salatu wassalam. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza ibilisi, wa idha tasaddaqu, na wanapotoa sadaqa umati wangu, wewe ibilisi unajisikia vipi? Faqala al-la'in, mal'uni ibilisi akasema kumjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam, fakaannama ya'khudhu al-mutasaddiqu al-minshar fayaj'aluni qit'atayn, inakuwa kama kwamba yule aliyetoa sadaqa kachukua msumeno ananikata vipande viwili vile. Unapotoa sadaqa, na sadaqa waislamu imegawanyika katika vifungu mbalimbali, hatuna wasaa wa kuizungumza, lakini tutazungumza hadithi moja tu ya Mtume inatosha.
Mtume anasema man kana lahu malun falyatasaddaqu bimalihi, aliyekuwa na mali basi atoe sadaka kwa mali yake. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaqu biilmi, na aliyekuwa na ilmu atoe sadaka kwa ilmu yake. Wa man kana lahu quwwa falyatasaddaqu biquwwatihi, na aliyekuwa na nguvu basi atoe sadaka kwa nguvu zake. Sasa sidhani Muislamu kama katika vitu hivi vitatu vyote wewe huna hata kimoja, si rahisi. Basi Uislamu, Mtume anamuuliza Ibilisi, umati wangu unapotoa sadaka unajisikia vipi? Anajibu anasema, yule mwenye kutoa sadaka inakuwa kama kachukua msumeno ananikata vipande viwili, uchungu wake jinsi ninavyojisikia. Mtume akamuuliza, walima dhalika ya Aba Murra, na kwa nini ujisikia katika hali kama hiyo we Aba Murra? Inasemekana Aba Murra ni jina la ukoo wa Ibilisi. Manake yeye mwenyewe jina lake Ibilisi, sifa yake mal'uni, ukoo wao Aba Murra. Sasa Mtume anamuuliza, kwa nini uwe katika hali kama hiyo ya Aba Murra? Manake mtu anatoa sadaka wewe ujisikie kama unakatwa na msumeno. Kwa nini? Ibilisi akasema, fa inna fi sadaqati 4 khisalin, kwani hakika ndani ya sadaka kuna mambo manne makubwa ambayo mimi ninajisikia kama nakatwa na msumeno. La kwanza, inna Allaha yanzilu fi malihi albaraka, hakika Mwenyezi Mungu anashusha baraka kwenye mali yake yule mwenye kutoa sadaka. Wa yuhabbibuhu ila khalqihi, na anampendezesha kwa viumbe vyake. Na ukiona binadamu wanakuchukia kwa kutoa kwako sadaka, hiyo isikusumbue. Kasema viumbe vyake, hakusema kwa binadamu. Kwa hiyo katika jumla ya viumbe wa Mwenyezi Mungu, malaika, majini, wadudu, wanyama, ndege, miti, mawe na vingine tusivyovijua, vitakupenda. Kama binadamu anakuchukia, basi hivyo vitakupenda. Maana binadamu wengine ukiwa unatoa sana sadaka, basi watajibu tu, sio nacho bwana, mimi sina, natoa. Naam, mzepo anacho yule, yataka moyo kweli, lakini na uwe na chochote. Tumsalie Mtume wa Islam. Sasa anasema, fa inna fi sadaqati 4 khisalin, hakika kwenye sadaka kuna mambo manne makubwa yananifanya nijisikie kama nakatwa na msumeno. La kwanza, inna Allaha yanzilu fi malihi albaraka, hakika Mwenyezi Mungu anateremsha baraka kwenye mali yake yule mwenye kutoa sadaka. Wa yuhabbibuhu ila khalqihi, na anampendezesha kwa kwenye viumbe vyake. Viumbe vingine vinampenda yule mwenye kutoa sadaka. Na sadaka Waislamu kitu kikubwa sana. Inasemekana Bibi Amina, mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na kawaida ya kutoa sadaka mikate kuwapa maskini. Basi siku moja kachelewa yeye kupeleka, basi kapeleka mtu mwingine kawagaia wale maskini wake, anawagaia yeye siku zote wale wote. Basi kila akienda akimpa maskini, tena alikuwa na mkate mmoja tu, kila akimpa maskini anasema, mimi nishapokea sadaka. Kaja bibi mwingine katoa sadaka, kila akimwendea mwingine anasema hivyo hivyo. Akaona la haula wala quwwata illa billah, leo kipande changu cha mkate ya Rabbi nikampe nani tena? Hawa wote washapewa, nani huyu kanizidi akili mimi? Basi anarudi nyumbani kwake mama yule mnyonge, Amina mke wa bwana Abdullah ibn Abdul Muttalib, baba yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, anarudi mama Amina. Basi kufika njiani akamkuta punda. Basi akasema, labda huyu punda anaweza kukistiri kipande changu cha mkate. Basi akamsogezea yule punda kumuonyesha ishara kwamba tafuna mkate. Basi yule punda akatoa ulimi wake akamtumbukiza mdomoni. Yule punda akatafuna, alipomeza basi bibi Amina alifurahi sana, akasema alhamdulillah, sifa zote njema zinastahili kwa Mwenyezi Mungu. Akarudi nyumbani kwake. Basi inasemekana kwa kipande kile cha mkate, siku anatolewa roho Amina, alionekana anacheka.
maana kaonyeshwa jumba la peponi huko la lulu kwa kipande kile cha mkate alichompa punda. Na kwa kule kufurahi kwake kustirika kile kipande cha mkate, maana kaona nikikitupa ni hasara, bora kumpa kiumbe yote wa Mwenyezi Mungu. Sasa katika jumla ya viumbe wa Mwenyezi Mungu ni punda. Punda kakila basi akajisikia furaha, basi siku ya kufa alifurahi tena. Kazi kwa hali ya kuwa meno yake yako nje, kila wakifumba mdomo haufumbiki. Mama Amina binti Wahabi radhiallahu anha, sadaqa ni kitu kikubwa. Wayuhabibuhu ila khalqihi, anampendezesha kwa viumbe vyake. Na faida ya tatu, wayaj'alu sadaqatahu hijaban bainahu wa baina an-nar, Mwenyezi Mungu anajalia ile sadaqa. Na moto wa jahannam waislamu ni hatari kubwa. Watu wanasema tu bila ya kufikiri, moto wa jahannam ni kitu kikubwa kabisa, si kitu cha kufanyia mzaha. Wanawake wengi wamezoea